Ndugu wanahabari, jumla ya wanafunzi 246,197 wakiwemo wasichana 114,102 na wavulana 132,095 wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo vya elimu ya ufundi ikijumuisha wanafunzi 631 wenye mahitaji maalum. Wanafunzi 172,114 sawa na asilimia 69.9 wakiwemo wasichana 85,987 na wavulana 86,127 wenye sifa wamechaguliwa kujiunga kidato cha 5 katika shule za sekondari 856 zikiwemo shule za bweni 825, shule za kutwa 25 na shule za kutwa na bweni shule 6, na hii mchanganuo wao ni kama ifuatavyo: wanafunzi 1548 wakiwemo wasichana 762 na wavulana 786 wamepangwa katika shule za sekondari 8 zinazopokea wanafunzi wenye ufaulu wa juu. Wanafunzi 163,499 wakiwemo wasichana 81,746 na wavulana 81,753 walipangwa katika shule za bweni, na wanafunzi 7,067 wakiwemo wasichana 3,479 na wavulana 3,588 wamepangwa katika shule za kutwa. Jumla ya wanafunzi 74,083 sawa na asilimia 30.1 wakiwemo wasichana 28,115 na wavulana 45,968 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya ufundi kama ifuatavyo: moja, wanafunzi 3,144 wakiwemo wasichana 1,170 na wavulana 1,974 wamechaguliwa kujiunga fani mbalimbali katika vyuo 4 vya elimu ya ufundi ambavyo ni Chuo cha Ufundi cha Arusha ATC, Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam DIT, Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST, na Chuo cha Maendeleo ya Maji WMDI. Namba 3, wanafunzi 2,330 wakiwemo wasichana 1,165 na wavulana 1,165 wamechaguliwa kujiunga vyuo vya afya ngazi ya shahada. Wanafunzi 2,983 wakiwemo wasichana 1,368 na wavulana 1,615 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya ualimu course za stashahada, na wanafunzi 65,626 wakiwemo wasichana 24,412 na wavulana 41,214 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya kada nyingine. Ndugu wanahabari, muhula wa kwanza wa wanafunzi wa kidato cha 5 utaanza tarehe 6 Julai mwaka huu. Hivyo wanafunzi wote waliopangwa kujiunga na kidato cha 5 kwa mwaka huu wanapaswa kuripoti shuleni tarehe 4 mwezi wa 7, na siku ya mwisho wa kuripoti itakuwa ni tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Ndugu wanahabari,
kwa wanafunzi waliopangwa kwenye vyuo vya elimu ya ufundi watapokea maelekezo ya namna ya kujiunga kutoka kwenye vyuo walivyopangwa. Ndugu zangu, uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo vya elimu ya ufundi umefanyika kwa kuzingatia ufaulu na nafasi zilizopo katika shule. Hivyo nisisitize kuwa hakutakuwa na fursa ya kufanya mabadiliko yoyote ya shule kutokana na ukosefu wa nafasi. Ninafahamu wazazi wengi wangependa watoto wao waende kwenye zile shule 8 zenye ufaulu mkubwa, lakini nafasi kwenye shule zile zimeshajaa kwa sababu tumeangalia swala la ufaulu. Kwa hiyo naomba wazazi na wanafunzi wajiandae kisaikolojia kwamba kule kwenye zile shule walikopangiwa ndiko wanakotakiwa kwenda. Nipende kutumia fursa hii kuwapongeza walimu, wazazi na walezi wote kwa juhudi walizozifanya katika malezi na ufundishaji, hali iliyowezesha watoto wetu kufaulu vizuri. Naomba wazazi na walezi wote tuendelee na moyo huu wa kusimamia na kufuatilia maendeleo ya watoto wetu. Aidha, nawapongeza wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha 5 pamoja na waliochaguliwa vyuo vya elimu ya ufundi kwa kufaulu vizuri na kuweza kuchaguliwa kwenye nafasi hizo. Napenda kuchukua fursa hii pia kuwahimiza kuendelea kufanya bidii katika kujifunza ili waweze kufanikiwa kujiunga na mafunzo ya elimu ya juu baada ya kuhitimu kidato cha 6 na vyuo vya elimu ya ufundi. Ninawashukuru viongozi na watendaji wote wa mikoa na mamlaka zetu za serikali za mitaa, wadau wote wa elimu pamoja na wananchi wote kwa ujumla kwa kushiriki kikamilifu kuimarisha miundombinu ya shule ikiwemo ujenzi wa madarasa, mabweni na majengo mengine yaliyowezesha shule kupokea wanafunzi wote waliopangwa kujiunga na kidato cha 5. Tunaishukuru sana serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha nyingi kuhakikisha kwamba miundombinu ya kidato cha 5 na vyuo hivi vya ufundi inajengwa na kutuwezesha kuchukua wanafunzi wengi kama hivi nilivyokwisha kusema. Nitumie pia fursa hii kutoa wito kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha kuwa azma ya serikali kuwa na shule za sekondari za kidato cha 5 katika kila tarafa inatekelezwa ili kuwezesha wanafunzi wote waliofuzu na kufaulu mtihani wa kidato cha 4 kupata nafasi ya kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na cha 6. Upanuzi wa shule mpya za kidato cha 5 na 6 uendelee kufanyika ikiwa ni pamoja na kuongeza tahasusi za masomo ya sayansi. Mikoa ihakikishe inakuwa na tahasusi zote za msingi katika shule zake ili kuwapunguzia wazazi na walezi na wanafunzi pia gharama za usafiri kwenda shule za mbali. Ndugu zangu wanahabari, orodha ya wanafunzi waliochaguliwa na fomu za kujiunga na kidato cha 5 vyuo vya elimu ya ufundi kwa mwaka 2026 zinapatikana kwenye tovuti ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ambayo ni www.tamisemi.go.tz, www.tamisemi.go.tz, na Baraza la Taifa la Elimu na Mafunzo ya Ufundi STAD ambayo ni www.nactvet.go.tz.